na hata sisi tunafuata mifano ya vyama vya Tanzania. Manake vyama vya Tanzania vimekuwa kama institutions na zimekuweko kwa muda mrefu. Chama kama CCM, ingawaji mimi naona ni kama kimepotea kutokana na zile dhana za waanzilishi wa chama cha CCM, kimekuweko kwa muda mrefu. Sisi tumefanya miaka 20 peke yake. Najua CCM kimekuwa hapo tangu Tanzania pate uhuru, na kitu ambacho kinatuweka kama chama tuendelee na huu msukumo ni yale maadili ambayo chama kinaamini. Maadili yenu ndio ambayo yata sustain chama, kwa sababu mkipotea njia, msahau maadili yenu, basi itakuwa ni vigumu sana. Utaona kama Kenya, wakati ambapo Mheshimiwa Raila amekubali kwamba kuna vitu ambavyo tunaweza kumsaidia Mheshimiwa Ruto nayo, kwa sababu wakati ambapo jenzi wamekuja wakaingia kule bunge, walikuwa wanaenda kwenye State House, ukaona majeshi kwenye barabara, ilikuwa wazi kwamba kazi imemshinda yule Mheshimiwa Ruto. Na tukaona kama chama kwamba ni muhimu tuweze kulinda demokrasia yetu. Sisi tumesema kama Kenya, rais ataondolewa kwa debe, yani kulingana na katiba yetu. So hiyo ndio ilikuwa dhana ya Mheshimiwa Raila kwamba wacha tumpe huyu jamaa support hadi wakati ambapo Wakenya watapewa kura, wao wenyewe waweze kumfurusha kupitia debe. Na ndio maana unaona kwamba nchi imekuwa imara kidogo kwa sababu ya huu karibu. Lakini hata ukiangalia ule mkataba ambao uliwekwa sahihi, tumeweka mbele maadili ya chama cha ODM ya kwamba serikali iheshimu katiba. Wale ambao waliwaua vijana wetu kwenye barabara wakati wanafanya maandamano ya amani wachukuliwe hatua, fidia iweze kulipwa, tuweze kulinda ugatuzi. Ukiangalia huo mkataba mzima ni maadili ya ODM. Maadili ya ODM. Ndio kwa maana wakati mwingi, wakati ambapo tunakosolewa, anasema Sifuna mumeingia kwenye kitanda na hawa ambao wenye kuhujumu haki, na wakumbusha kila siku wasome mkataba ambao tuliandikishana. Mkataba huo ni mkataba wa maadili, ya kwamba si eti kwa sababu Sifuna anataka kitu chochote. Mimi sipokei chochote kutokana na uhusiano huu, na tena sitarajii kupokea chochote. Mimi ninaamini katika maadili ya chama cha ODM, na umemsikia kiongozi wangu Mheshimiwa Raila Odinga akisema wakati ambapo utafika uchaguzi wa mwaka 2027 chama cha ODM lazima kiwe kiwanjani. Mchakato unaoendelea kwa sasa ni wa kuwatafuta makamishna, wawe ni wananchi ambao wana maadili, wanaweza kuongoza uchaguzi kwa hali ya haki. Na tukienda pale, cha muhimu wakati wa uchaguzi ni sauti ya mwananchi iweze kusikika. Haiwezekani wewe unatumbukiza kura ya Sifuna kwa debe, ikitoka kuhesabiwa ni ya Kevin. Unanielewa? Kwa sababu hiyo inamaanisha kwamba unakandamiza sauti za wananchi. Unapoogopa wapinzani wako, eti unaweza kusema chama kizima ati ODM sisimamishe candidates. Haiwezekani hapa Kenya. Mambo ambayo tunayaona Tanzania yanatushangaza sisi sana.